Asante. Kiambu Mureaga rege. Tugeithanie cia mwathani uria tugeithanagia. Asante sana. Nindashokia ngatho. Nituikare ithe. Thank you. Wenzangu hamjambo? Hamjambo tena? Asanteni sana. Ningependa kwanza kutoa shukrani nyingi kwa kila mmoja wenu ambaye ametoka sehemu mbalimbali za kaunti hii yetu ya Kiambu kuja tuwe pamoja hapa siku ya leo. Na nikisema hivyo, nasema hivyo nikijua ya kwamba hata wiki iliyopita tulikuwa na shughuli ingine ambayo kwa sababu ya vile mambo yalikuwa hatukuweza kufika, lakini mkakubali ya kwamba tutakutana na mtarudi tena na ndio tuwe nafasi. Newega muno Kiambu, asanteni sana wenzangu wa Kiambu, nashukuru sana. Niseme ya kwamba mimi siku ya leo yangu haikuwa mengi. Yangu yalikuwa kuja hapa kuungana pamoja nanyi tukiwa tunajadiliana chama chetu cha Jubilee, pahali tuko na pahali ambapo tuwaelekea. Vile mjuavyo, tumekuwa na matatizo mbalimbali kwa chama chetu, na sio matatizo ambaye imekuwa yetu, ni matatizo ya kuletewa. Mwajua ya kwamba kutoka nipatiane uskani wa nchi na nikapatiana kwa njia ya heshima na ya utulivu na ya amani. Kazi yangu kutoka hapo ilikuwa nianze mpango wa kupatia chama chetu cha Jubilee viongozi wapya wa kuipeleka mbele. Na tukaanza hiyo shughuli, na tukianza kwa njia ya utaratibu ule ambao ulikuwa unatakikana kisheria, kikatiba ya taifa na kikatiba ya chama chetu. Lakini wengine wakaona hapana, hii ni nafasi yao ya kuchafua chama chetu, wakatufungia, wakatupeleka makotini. Kwa muda wa miaka mitatu tumekuwa tunang'ang'ana juu ya kitu ambacho hakuna, kwa sababu sisi tulikuwa tunasema wananchi, wanachama wapatiwe nafasi wajichagulie viongozi ambao wanataka. Sasa leo mimi bado niko katika hiyo harakati ya kuhandover, na wengine wanasema ati naingilia siasa. Kama wangeniwachilia ule wakati wa mbele, hii kazi na shughuli ningekuwa nimemaliza zamani, na hiyo ndio ilikuwa upendo wangu. Lakini nimeamua tutaendelea mpaka tutimize hiyo shughuli kulingana na mapenzi ya wanachama wetu
na kulingana na sheria na mwongozo wa katiba yetu, tukiwa tumefuata sheria ambazo zimewekwa katika katiba letu na katika sheria za nchi yetu tukufu ya Kenya. Kwa hivyo safari tumeianza. Tumeona sasa ya kwamba yale mabadiliko ambayo tuliweka badala ya kubadilisha katiba yetu kidogo sasa yamekubalika, na Dr. Matiang'i amekuwa confirmed kama naibu wa kiongozi wa chama chetu. Wanamuita Ole Kenta naye amepewa nafasi ya kuwa katibu mkuu, na wale wengine. Na sasa mwelekeo wetu ni tuanze kule mashinani, mambo ya mobilization na kuandikisha watu na wananchi, tuandikisha wananchi ndio tuwe na uchaguzi wa chama wa mashinani mpaka tufike juu na tupate viongozi ambao watapeleka chama chetu na nchi yetu ya Kenya mbele, tukijua ya kwamba mbele itakuwa sawa kwa sababu ya waamuzi wa wananchi wenyewe na sio waamuzi wa watu wachache. Na hiyo ndio safari tumeanza, na ndipo tuko hapa leo nikio tuwe guku umuthi neguo na tuwe guku tondu togete kimwe itene nyingi iria turenda takiama kuruirira, si ndio? Na nimefurahi kuona wengi ambao wamefika, ambao wako tayari kugombania nyadhifa mbalimbali za uongozi kutoka mashinani mpaka juu. Hiyo ni haki yenu na sisi tuko nyuma yenu. Yangu ni kuhakikishia nyinyi ya kwamba kama mimi niko kazi ambaye nimebaki naye kwa chama, ni kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ambao utafanyika ndani ya chama chetu utakuwa uchaguzi wa haki bila mapendeleo. Wananchi wenyewe waamulie viongozi ambao watataka. Kwa hivyo mimi nakuambia, kama kuna yule ambaye anafikiria utachaguliwa kwa sababu wewe ni rafiki ya mtu fulani, niene warata wa Uhuru ni shoka kwe mwananchi ucio ni ugakuhe kura. No rio kaheo kura ni mwananchi ucio niwe murata wakwa kuringana na siasa. Urata uyu ungi ni wa kando wa utongoria ni uria koimana na uria andu a mashinani mageka atia makoiga neguo. Hiyo ndio njia ya kuhakikisha ya kwamba tumepata haki na tumepata viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi, lakini sio viongozi wa kuwekelea. Si ni namna hiyo wenzangu? Na mimi nataka niseme hivi, nikiwa kiongozi wa hii chama, kama kuna kitu mimi nafurahia ya kwamba chama chetu sio chama ya sehemu fulani. Chama chetu ni chama cha kitaifa. We are a national party. Na yale ambao tunazingatia masilahi ya wananchi kutoka kila kona la taifa letu la Kenya. Sisi sio chama ya kubagua, sio chama ya mapendeleo. Sisi ni chama cha kitaifa. Na nikiwa nimesema na naangalia ndugu yangu Matiang'i hapa, sisemi ati kwa sababu yeye ni Mkikuyu. Nasema ukitaka kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee, uongoze kwa kuunganisha na kufanyia wananchi wa kazi kila pahali popote wametoka. Moro dagadhure, you go everywhere in this country na usimamie haki zao.
Na nafurahi tukiwa na Secretary General wetu hapa, mtu ambaye nimejua miaka mingi, tumetoka naye kutoka wakati tulikuwa TNA. Na kwa siasa zake kule Narok, habagui Masai, habagui Wakikuyu, habagui Wakalenjin, habagui Wakuria. Yeye anahudumia wote wakiwa sawa kama wananchi ambao wanaishi na yeye ni kiongozi wao. Na hiyo ndiyo mwelekeo wetu kama chama. Na hatuwezi kukubali kurudishwa nyuma. Kana nemo gwetekana kushokio na dhudha. Na hakuna mtu ambaye anastahili kutisha mwenzake. Hakuna mtu ambaye anastahili kutisha kabila tofauti. Sisi zote ni Wakenya, na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa sababu gani alituweka pamoja kwa nchi ambayo inaitwa Kenya. Sio kuja hapa kutugawa na kutupiganisha. Hiyo sio haki. Na nataka niseme hivi kwa sababu mimi hii siasa ni ukweli. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu. Kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake, kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida. Ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni, tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu.
Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu. Kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Inatusaidia kweli jameni? Neturateitheka. Jameni, tujue shida zetu ni shida za taifa. Na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jameni, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hatasomeshwa na maneno, ni turekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, ni tutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazijengi na maneno, ni tujenge barabara. Na mambo yale mengine ambayo inahusu Wakenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni. Na ndipo nawauliza wana Jubilee, musimame kama Wakenya. Musimame kama watu ambao wanapenda nchi yao. Ama ni namna gani wenzangu? Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndio njama. Ati mtu aseme mwingine akasirike ndio aseme. La, wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera. Na museme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho. Tunaelewana wenzangu? Ndio mimi nasema mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini? Kwerago ilumine yo metha kire neo megathe ya tongoria torume ora mwatonruba ko ubere na turi haha. Kana ini atia? Ithuĩ bata witũ nĩ bũrũri witũ, our country, and where our country is and where our country needs to go. Tunaelewana wenzangu? Kwa hivyo msiingizwe ati mvutwe mwanze kuongea mambo ambaye hayapo. Ni tuongee yale ambaye tutatenda, yale ambaye tutafanya, yale ambaye itatoa Wakenya kwa shida mbalimbali ambazo wako nazo. Hiyo ndiyo haja yetu, hiyo ndiyo mwelekeo yetu, hiyo ndiyo mwongozo wetu. Na nataka niwaambie hiyo ndiyo Wakenya wanataka kusikia. Na ndipo nawaambia sana wenzangu, msiwe watu ambao wataongozwa na wanasiasa. Tutafute viongozi. Tafuteni jameni viongozi. Na sio kusema kuwa kiongozi lazima uwe mzee. Hata nyinyi vijana muko na ability ya kuwa viongozi. Don't decide that you can only be somebody by cheap popularity that takes you nowhere. You can be leaders through action of how you can uplift your brothers and sisters. That is what people want. How can you make a difference in somebody else's life? Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana? Hiyo mambo sijui dynasty hustler imewaletea nini? Imewaletea nini? Imewaletea nini? Sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Musikubali. Mulenge mbele. Mulenge mabadiliko ambaye itainua hali ya neighbor wako. Awe Mkikuyu, awe Mkalenjin, awe Mjaluo, awe Mkamba, awe Mkisii, awe Mudigo. Huyo neighbor wako ndio unastahili kuinua. Akiinuka hata wewe umeinuka. Ama ni namna gani? Na nyinyi vijana ambao mnatafuta uongozi, tafuteni uongozi kwa njia
ya kueleza vijana wenzenu vile mtawabadilishia maisha, vile mtawapatia kazi, vile mtatengeneza mitaa yao, vile mtashirikiana na wao waweze kuwa Wakenya ambao wanajivunia na wanafurahia nchi yao. That is all we need, my friends. Hii Kiambu yenu jameni, kwa sababu ya vile Nairobi imekuwa, ni makabila ngapi hapa ambao wanaishi? Si ni wengi? Si ni wengi? Kaenda henania. Yeah? Yes. Na mumewakaribisha na wanaishi hapa, na wanafanya kazi zao na biashara zao. Wengine mumewachagua kuwa ma MCA, wengine mumewachagua kwa vyeo mbalimbali katika biashara, kwa sababu ya vile mnajuana na hawa kama viongozi, sio kwa vile mumejuana na hawa kwa sababu ya kabila. Tumeelewa na wenzangu? Kenya ni ya wote, na pahali unaishi hapo ndipo kwako. Ujifurahie, ujivunie na ukatae kuletewa siasa ya ujinga, siasa ambaye haikupeleki pahali popote. Si ni hivyo wenzangu? Yado ito nituraiguithania. Nituraiguithania. Andu a Kiambu nituraiguithania. Riu nikio ndiramwira. Tondu mokire mukeherwo maundu ho. Ndimwiroreire oguo. Ndimwiroreire oguo ngigeria kumwira inyui. Eno barabara murathie. Eno mwerekeirio. Ni andu ana nitumoi. No inyu mugacoka kurira mukijira atiriri twarira ni ithu tukiaririra ni tuwi uria tureka. Nituraiguithania. Mugitiga atongoria bunge mugithura andu na wira wao kou na guthie gukumia maundu ma mundu ungi no ti kumurutira inyui wira kana gutetera maundu maria mamukonie. Ni muri maigua makiaria? Ni muri maigua makiaria? Maundu maria mamahutagia ni maiguaga makimaririria? No rwimbo tondu mundu ni ekirwo tuthendi muhuko mwiyurie ikana uguo niguo mugucoka. Na riu mutikaige mutieritwo ni ndamwira neguo thurai atongoria ateti atiri ona mbeca to ni mukureherwo ri riai na murie tondu ni cia ni muranjigua ria ndiramwira tondu no iguka ngire to cianyu he thina mungikiria anake jeci he thina mungiria indo icio githe tumuria na memwere magacoka ringi no muthenya wa kura ri ni ukamenya uri uge neguo muthenya wa kura na wa kubadilisha maisha. Muthenya wa siasa ni wa kuinukia kanyamu mucii na kuhuna. Nitwaiguithania guo? Nitwaiguithania guo? Nitwaiguithania guo? Riu andu aitu nie ndikwenda kwaria muno tondu njaragia ngarumo no ngurumo na ndiri na thina. Ni ndamwira kiria kiuma ngoro-ini na nie no njugire Ngai amurathime. Ngai arathime bururi witu wa Kenya. Ngai amuhe hinya na ugi wa guthura atongoria ti ateti, na Ngai athie na mbere gutunyitithania na gututeithia twaragie na mugambo umwe wa wendo. Neguo wendo ni wakira na mundu ndukamakio ati urero roro twati umite kuna haria uri ugakinyukagia na hinya kanyanga nchi yako kwa nguvu na raha. Neguo tiguo nitwaiguithania murorathimwo na no ndiriuka riu ningumucerera matura-ini tuyuke tukionane na makanitha na maundu maria mangi. Nitwaiguithania guo na ni nderwa haha ni Ndagitari Matiang'i
hari atongoria haha tondu ni njui no nginya hakorwo he ciuria ciho uhoro wa ithurano igwikwo atia na maundu ta macio ndarikia na ni igikaranga tiga ndi na gathabari nikio ndaiga njarie inyue especially aria muracaria ite no mutigwo nigetha muhote gukiurangia ciuria icio mugie na mubango uria muguthie guthondeka kiama guku Kiambu na uria mugwikira harakati cia gutigirira ati muingi niguo wahota guthura mundu uria urenda. Nie no njugire o ringi Ngai aro murathima, Ngai aro muiga, Ngai aro tunyitirira ta bururi wa Kenya, Ngai aro tuhe uhotani wa gucenjia bururi uyu witu na maisha ma wananchi wote wa Kenya pahali popote walipo. Mubarikiwe sana. Thank you very much. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much.